Baba, wanao umetuacha katika wakati mgumu sana. Tunashindwa kujua ni wapi pa kuelekea, kwa sababu ndugu uliotuachia ambao tulikuwa tunajua watakuwa faida kwetu ndio wamekuwa chanzo cha maumivu kwetu. Baba, nahuzunika kukwambia kuwa nashindwa kumsaidia mdogo wangu kwa kitu chochote kutokana na ugumu wa maisha ambao tulionao kwa sasa. Baba, wadogo zako na ndugu zako wote ambao uliwaamini na ukatutambulisha kwao kwa kila weekend tukienda kutembelea katika majumba yao, ndio amekuwa mstari wa mbele kutudhulumu mali zetu Baba ulizotuachia. Baba, wanao sasa hivi tumekuwa watu wa kutangatanga mtaani, hatuna wa kumlilia Baba. Kwani umetuacha katika wakati mgumu Baba? Baba, nasikia kilio cha mwanao Baba, nashindwa nifanyeje mwanao. Mnafanya nini hapo? Ni watoto wenye sinaongea nyinyi au? Tokeni hapo chapu. Hawa watoto wengine wa mtaani bwana machokora. Watu wameweka hela zao hapo, wanapokuja kwa stili ndugu zao wanaweka hela hapo. Nyinyi mtakuwa mnafukua hela za watu. Tokeni hapo. Na nikija hapo nyinyi. Hivi hamnisikii au dharau? Nyinyi. Salama vipi? Safi kwema. Kwema tu. Vipi? Si wale madogo wale machokola. Wanakaa tu kwenye makaburi ya watu. Watu wengine wanaekaga vichenchi kule, wanawazika ndugu zao wamewazingatia. Hasa wale watakuwa wanataka kuiba hela za watu wale. Kwani kaka watu si unawajua? Siwajui, kwani vipi? Unakosea sana kuwaita chokora. Wale watoto unavyoona pale, sio watoto wa kimaskini kama unavyofikiria wewe. Wale watoto wanatoka familia ya kitajiri sana. Shida moja tu ni wazazi wao kufariki kwenye ajali kwa siku moja. Kutokana na manyanyaso wanayopata wale watoto, mateso wanayopata wale watoto, ndio maana unaona wako pale wanakumbuka wazazi wao. Kwa hiyo kuwaita machokora unakosea. Sasa madamu, kumbe unajua maisha ya wale watoto mwanzo mwisho. Sasa kwa nini usiwasaidie? Maana yake wanavyolialia pale kujidhalilisha vile. Madam. Baba. Kibula mwanangu. Fete. Haya yote mnayofanyiwa, Mungu anayaona. Sawa? Msilie. Pigeni moyo konde, sawa? Umesikia wanao? Haya yote mnayofanyiwa, sio kwamba watu watuone, tunaona, ndio hatuna namna.
Nasikia baba yenu alikuwa anatumikia vizuri, si ndio? Si ndio Feti? Ndio. Baba yenu na mama yenu, si ndio mwanangu? Ndio. Hata kama hawapo, Mungu aliye juu anaona mnachofanyia. Sawa? Msihuzunike. Inabidi muombe wazazi wenu. Si ndio wanangu? Kwa hiyo msio mnalia. Pigeni moyo konde. Mpate nguvu na afya, sawa? Msio mnalia, mfanyaje? Hapana, sawa? Na msikate tamaa. Haya yapo na yanafanyika, sio kwenu nyinyi tu, yapo sehemu nyingi, sawa? Sawa ndio mwanangu. Na waombeni. Msio mnapenda kulia, sawa? Tumekuwa kuteseka mitaani. Sisi nyumbani sisi kumekuwa kufanyishwa kazi kama wanyama. Hamna hata huruma, tunateseka tu. Inafikia hatua kuzurura mitaani ili tupate hela, tupate chochote kitu tule. Mimi nawahakikishieni yote mnayofanyiwa wanangu, Mungu anaona. Mabaya yote mnayofanyiwa Mungu anaona. Sawa eh? Naomba msilie. Sawa? Haya. Haya. Tutaonana wakati mwingine. Pumzika kwa amani baba. Sawa. Amjambo. Hatujambo. Shika mjomba. Maba wazima. Wazima. Tatizo nini mpaka sasa hivi mnaendelea kuwepo maeneo ya mtaani hapa wakati ni muda wa shule sasa hivi? Mjomba, baba mdogo alituambia tusiende kwanza shule, kuna vitu anafuatilia. Vitu gani anafuatilia? Hivi huyu anasemaje? Vitu gani anafuatilia wakati nyinyi inatakiwa muende shule? Na kitu kingine, baba yenu mzazi alivyokuwepo nyinyi mbona si mlikuwa mnaenda shule kila siku? Sasa yeye tumemkabidhi sisi kama ndugu zake kwamba awalee nyinyi, awatunze na mali za wazazi wenu azishikilie, lakini sasa mpaka sasa hivi anafanya kitu gani kama hivi? Mimi sijajua. Hebu Kibula, hebu niambie ukweli. Tatizo ni nini hasa? Kwa sababu wewe ndio mkubwa. Huyu ni mdogo. Alafu wewe inatakiwa pia uwe unamuelekeza vitu vingi mdogo wako. Kama kuna tatizo unakuwa unakuja hata kuniambia mimi kwa sababu mimi ni ndugu yenu kabisa. Sasa mimi mkinificha, mimi nashindwa kuelewa kabisa. Yaani nashindwa kuelewa kabisa yani. Mimi sijajua. Yeye alituambia tu kwamba tusiende shule kwanza. Kuna vitu anavifuatilia, vikikaa sawa tutaenda. Huyu baba mdogo wenu tumemkabidhi nyinyi kama familia awatunze na kuwasimamilia kwa kila kitu. Alafu leo hii masuala tu ya kuwahudumia nyinyi kuhusiana na masuala ya shuleni yanakuwa yanamsumbua hivyo. Nini? Yaani unajua huyu mjomba I say, huyu nadhani ameanza kufanya masiara sasa. Yaani yeye tunaona kama anafaa kusimamilia familia, alafu leo hii anakuwa analeta mambo ya ajabu ajabu kama hivi. Nyinyi mnashindwa kwenda shuleni, bado watoto wadogo kama hivi. Mnaanza kushinda mtaani hivi. Mwisho wa siku mkiharibika itakuwaje hapa? Sisi kama familia mnatuzalilisha kabisa, kwa sababu hapo awali mlikuwa mna maisha tofauti na sasa hivi. Yaani kiufupi kunakoelekea mnaweza mkaja mkaanza hata kuokota makopo. Kwa hali mnaenda nayo hii, hali hii sio nzuri kabisa. Sasa mimi kama mzazi au kama anko pia ili swala sijalizika nalo kabisa. Mimi sasa hivi nyinyi mwende. Na mimi ninavyo mguu wangu nikitoka hapa, moja kwa moja nitaenda kwa baba yenu mdogo kwenda kuongea naye. Kwa hiyo mimi nadhani nyinyi tutaonana, lakini mimi ngoja kwanza niende kwa baba yenu mdogo.
Ni vipi mzee? Watu wamelala sasa hivi unagonga gonga unasumbua watu. Shida nini mzee? Chuma, hivi ni kitu gani kimesababisha watoto mpaka sasa hivi hawajaenda shule? Mpaka mimi nimekutana nao huko mtaani wanazulula, mavazi waliovaa hauwezi kuutazama mara mbili. Kwa sababu baba yao na mama yao walivyokuwa hai, mavazi yale walikuwa hawavai mavazi kama yale. Lakini leo hii wamekuwa ni wachafu kabisa kabisa, kama wanaishi majalalani. Chuma, hivi nini kinachokufanya uweze kuishi nao watoto kama vile? Mzee, unajua sijakuelewa yani. Wewe umekutana nao ungewauliza huko. Kwani mpaka uje nyumbani mzee? Nafusikia. Unajua hii familia sasa hivi haikuhusu. Unajua si kwani tulioa tu kule. Sasa dadako yashafariki. Sasa wewe familia sasa hivi haikuhusu. Tuache sina familia yetu. Mbona fuatilia sui kimeenda kimerudi, huo ndo uchawi huo. Sasa kuta nyinyi watu wengine nyinyi mnaona nani mshaona mali hapa basi shaanza kuja mpulizie vitu vyenu uongo. Chuma, maneno gani hayo unayoongea hayo? Unachanganya tu wewe mimi naona. Alafu wewe unachukulia kawaida kabisa watoto wako vile. Kuhusiana na shule sasa tunafanyaje? Kwa sababu wewe tumekuweka hapa ili kusudi na watoto pia waweze kusoma. Lakini sasa wewe unawanyanyasa. Mali hizi ni za baba yao na mama yao. Lakini wewe unawanyanyasa watoto kama vile. Unakuwa hauwapi haki. Kwa babao na mamao hapo hapo. Babao na mamao si walishakufa. Sasa kama walishakufa wewe ndio tumekabidhi wahudumie kama wazazi ambao waliobakia. Kumbe unalielewa hilo. Sasa wewe kila kitu niachie mimi kwa sababu wewe una akili. Yaani mimi mpaka nimeachiwa hizi mali watu walikaa chini wakafikiria ni mtu gani wa kumwachia. Wakanichagua mimi kwa sababu nina akili. Kwa hiyo mimi wewe sina akili. Wewe utakuwa una akili. Sababu ungekuwa una akili ungekaa uangalie familia yako. Sio kufuatilia familia za watu tu mzee. Vipi? Sasa Chuma, nikwambie kitu. Mimi sasa kuanzia leo ninavyoongea na wewe hivi sasa hivi, nitafuatilia mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na habari ya watoto kuhusiana na shule. Na sitachoka. Maana hao ni watoto wa ndugu yangu mimi. Na kama ni watoto wa ndugu yangu mimi basi na mimi pia ni wanangu. Kwa hiyo nitahakikisha nafuatilia. Wewe kama unaendelea na huo umalaya wa kuwa unatembea na wanawake ovyo. Maana kwa sababu wewe ni mwanaume mzima kama hivi, unakuwa una eleni za ajabu kama hivi. Macheni ya ajabu hivi yaani unajiona blazameni. Maisha gani unaishi mzee? Wewe umekuja kunitusi hapa mzee. Wewe maisha yetu si yanakuhusu nini wewe? Ndio mimi nakwambia utakuwa mchawi, sio bure. Wewe watoto umeona huko wajeenda shule ungeuliza kwa nini hamjaenda shule? Wewe si mjomba wewe. Hata unaweza ukasimamia tu show yao nini fresh, ukalipia ada wakaenda shule. Wewe unajua vitu gani vimekwamisha? Mzee, fuatilia mambo yako. Nishakwambia hii familia sasa hivi haikuhusu. Angalia usije ukaingia kwenye mashimo mengine ya ajabu. Sasa nakwambia Chuma, mimi hili swala nitalisimamilia kama mzazi upande wa ujombani, lakini nitalisimamilia vizuri vile inavyotakiwa. Kuanzia sasa hivi mimi naondoka hapa sasa hivi naenda, lakini sitachoka kuja hapa nyumbani kwako hapa. Mimi naenda. Nenda bwana wewe, kelele za chura tu hizo. Kibula. Wewe Kibula. Shikamoo madam. Marhaba, vipi? Safi. Kwa nini hauji shule? Madam, nadhani unajua kama nimefiwa na wazazi wangu. Ndio najua umefiwa na wazazi wako. Ni muda sasa. Hiyo ndio sababu nakusababisha usije shule? Madam, ndio. Mbona hauji shule? Madam, tokea wazazi wangu wamefariki, maisha yangu yamekuwa duni sana.
Ni kweli napenda kuja shule, lakini kutokana na changamoto ninazopitia kwa sasa zinanisababisha mimi pamoja na mdogo wangu kushindwa kupata haki ya kupata elimu. Changamoto gani? Ni kuhusu familia ambayo tumeachiwa na wazazi wetu, kwa maana baba yangu mdogo pamoja na mke wake. Kwa mdogo amekataa kulipia ada? Hapana. Sijajua ni nini ambacho anakifikiria kwa sasa. Pesa zote alizoachiwa kweli kulipia tu ada wewe na mdogo wako, angepungukiwa nini? Madam, kiukweli mimi sijui chochote, ila ambacho huwa anatuambia kila siku, anatuambia tu tumsubiri, kuna vitu anafuatilia, akishavikamilisha tutarudi shule. Kwa hiyo babako mdogo ameachiwa mali zote za baba yako, ameshinda kutoa pesa kidogo tu awapeleke nyinyi shule? Sijajua. Nasikitisha sana. Alipokuaga baba yenu mlikuwa mnapendeza, mnavaa vizuri, mna afya njema, shuleni mnakuja. Yaani sasa hivi mnatia huruma kweli. Hebu ngoja nifuatilie hilo jambo ili nijue nafanyaje niweze kuwasaidia. Hapana madam. Naomba usiende kuongea naye, kwa sababu akilijua hili, maisha yangu mimi pamoja na mdogo wangu atakuwa hatarini. Kwa sababu hata hapa yenyewe nyumbani tunakiona kama kituo cha polisi. Hatuna uhuru wa kukaa kwa amani pale. Na ndio maana muda mwingi unatukuta mtaani. Na mdogo wako yuko wapi? Madam, naomba ujue hivyo tu. Kibula.